Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Jina langu naitwa Fredi Matias Njige, mwanabloga au mwandishi wa blogi ambayo inaitwa www.fredinjige.blogspot.com. Leo ninakuelezea habari za Mungu, lakini pia nitaomba tujifunze wote kuelekea mwisho wa dunia. Nini kinaenda kutokea? Yapi tunayoyaona yanamaanisha nini? Lakini pia Biblia inasemaje? Tutasoma kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 29. Biblia inasema, lakini mara baada ya ziki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika. Amen. Jambo moja ambalo nataka nikuambie mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo duniani, ujue unaishi majira yapi, nyakati zipi, na uko wakati gani. Jambo ambalo nataka nikuelezee pia, ujue kwamba Yesu anarudi haraka sana, yamkini kuliko ulivyowahi kujua au kufikiria au kuwaza. Hii ni kwa mjibu wa mtandao maarufu kwa shughuli za utafiti duniani wa mambo ya kidini, unaitwa Pew Forum mwaka 2010. Ilionyesha kuwa dini ya Ukristo, Christianity, ilikuwa ndio dini kubwa zaidi ulimwenguni. Robo tatu ya idadi ya watu wote duniani walikuwa ni Wakristo. Lakini mpaka kufikia mwaka 2050, utafiti huu wa Pew Forum unasikitisha sana. Huu ndio ulionifanya mimi nije nikueleze haya. Unaonyesha matokeo ambayo yanasikitisha mno. Ujumbe huu, ili kwamba unao nafasi ya kuokoka, uitumie sasa, kabla ya wakati ambao dunia nzima huenda ikajawa na ukengeufu wa kutisha wa manabii na mitume wa uongo ambao ni mapandikizi, na kulifanya neno la Mungu kuadimika, kwa kuwa kila mahali kutajawa na mafundisho ya utajirisho na kufunguliwa, deliverance. Yaani sara ya toba haitapewa nafasi kubwa kama ilivyo sasa wakati huu wa neema, bali makanisani kutajawa na vitambaa vya upako, mafuta ya upako, maji ya upako, vitu vingi vya upako, keki za upako, nguo za upako, kila kitu. Watu watakuwa wanaaminishwa vitu badala ya kumwamini Kristo aliye hai, aliyewafia. Wakati wa kuokoka ni sasa. Mwaka 2050 huenda kanisa likawa limenyakuliwa. Hebu ona taarifa ya wanaanga wa Marekani NASA na wanaanga wa Ulaya ESA. Mwaka 2023 vyombo mbalimbali vikubwa vya habari duniani, ikiwemo CNN, Deutsche Welle na BBC London, viliripoti taarifa iliyotolewa na mashirika ya wanaanga wa Ulaya na Marekani juu ya kuwepo kwa asteroid, jiwe kubwa ambalo lina uwezekano wa kuipiga dunia mwaka 2046. Kwa mtu aliyeokoka, taarifa hii sio ya kupuuzwa. Kwa mtu aliye rohoni, taarifa hii sio ya kupuuzwa pia. Ni taarifa inayoonyesha safari ya Yesu kuja kuwachukua watu wake imekaribia sana. Maana NASA na ESA ni vyombo muhimu sana, lakini havijawahi kuonyeshwa taarifa kama hii. Pia walionyeshwa kushtushwa na jiwe hilo linalotishia usalama wa dunia, kiasi cha kuripotiwa na vyombo vyote vikubwa vya habari duniani. Israeli kurudi katika nchi yao wenyewe. Tunaona unabii mkubwa wa unyakuo wa kanisa na kurudi kwa Yesu mara ya pili ni ule uliotabiriwa na nabii Ezekieli wa mifupa mikavu. Yaani taifa la Israeli, taifa lililosambaratika kabisa duniani kote, na kurudi katika nchi yao wenyewe. Unabii huu ulisubiriwa sana, hatimaye mwaka 1948 ukatimia, ambapo yalionekana mashirika ya ndege yakiwabeba Wayahudi kuwatoa sehemu mbalimbali duniani kote. Na unabii wa Ezekieli 37:1-4 ukatimia. Lakini pia Yeremia 29 mstari wa 14 ukatimia. Lakini pia Yeremia 23 mstari wa 8 ukatimia. Lakini Yeremia 30 mstari wa 10 ukatimia.
mpaka 11. Pia tunaona kutimia kwa unabii huu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 3 mpaka 5, Zekaria 12:10, Zekaria 13:1 na kitabu cha Isaya yule nabii mkubwa Isaya 14 na mstari wa 1. Kizazi ambacho hakitapita mpaka haya yote yatimie. Amen. Kizazi ambacho hakitapita mpaka hayo yote yatimie. Yohana Mbatizaji alikiita hicho kizazi cha nyoka. Na Yesu Kristo alisema katika vizazi vyote vitakavyokuja kipo kizazi kimojawapo ambacho kitabeba mambo yote, na mambo yote yatatimia katika kizazi hicho. Kwa mujibu wa Biblia tunajifunza kwa wana wa Israeli walipokuwa Misri utumwani, walikaa kwa miaka 400. Biblia inasema hivyo ni sawa na vizazi 4. Kumbe kizazi kimoja kina miaka 100. Hii tunathibitisha kutoka katika Mathayo 24 na mstari wa 34, Marko 13 na mstari wa 30, na Injili ya Luka pia Luka 21 na mstari wa 32. BBC wanasema uwezekano wa dunia kupigwa na jiwe kubwa mwaka 2046. Ukweli kuhusu jiwe waliloliona wanaanga wa Marekani, NASA na ESA huenda ni safari ya Yesu Kristo mwenyewe, maana anaitwa jiwe kura pembeni walilolikataa waashi. Jiwe hilo ndilo Mfalme Daudi alilitumia kumpiga Goliati. Lakini pia ukisoma mambo ya mawe kwenye Biblia utaona jiwe hilo ndilo Samueli alichagua akaliita Ebeneza, maana yake jiwe la msaada. Lakini pia tunaona kitabu cha Joshua alijenga madhabahu ya jiwe, akaita huko jiwe Shekemu. Joshua 24 mstari wa 37. Lakini pia popote haya mawe au vimondo kilipoanguka, tunaona kunakuwa na nguvu kubwa sana ya Mungu mahali hapo. Tumeona kule mkoa wa Mbeya ambao sasa ni mkoa wa Songwe, angalau watu wa kule wana mwamko mkubwa sana wa mambo ya Mungu. Lakini pia tunaona Arizona Marekani, na namna Marekani walivyotumika kupeleka Ukristo mahali mbalimbali duniani. Na tumeona nchi hizi mbili ambazo au maeneo haya ambayo hilo jiwe lilianguka, tumeona lilionekana kuna uamsho mkubwa sana wa mambo ya kumtafuta Mungu. Lakini tunaona siri ya jiwe liloliona wanaanga wa Marekani na Ulaya, hawa NASA au ESA. Mtu wa kwanza kuliona jiwe hili na kufunuliwa tafsiri yake alikuwa ni Mfalme Nebukadreza, mfalme wa kwanza baada ya gharika ya Nuhu, aliyewahi kuitawala dunia kimabavu, karibu nusu ya dunia nzima. Aliota ndoto iliyomtisha sana. Aliona sanamu kubwa mno ambayo kichwa chake kilikuwa ni dhahabu safi, na kifua na mikono fedha, tumbo na kiuno aliona shaba, lakini na miguu yake chuma kilichochanganyikana na udongo. Ukisoma kitabu cha Danieli 2 mstari wa 34 mpaka 35, Biblia inasema nawe ukatazama hata jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hali. Upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake, na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa, likaijaza dunia yote. Ili kuelewa zaidi, anzia kitabu cha Danieli 2:31 mpaka mstari wa 35. Nebukadneza alimuona Yesu kama jiwe lililoipiga dunia na kugeuka kuwa milima iliyojaza dunia nzima. Lakini pia yeye akiwa ndiye ile dhahabu alitawala Babeli. Fedha walikuwa ni Waajemi, shaba walikuwa ni Wagiriki, na chuma pamoja na udongo walikuwa ni Warumi.
Hapa tunaona hiki chuma hiki walikuwa ni Warumi, lakini udongo ni utawala utakaokuja wa mpinga Kristo. Kwa tunaona 4, lakini kuna ingine ya 5 inatokea. Hii ya 5 ni mpinga Kristo. Baada ya hapo dunia nzima ilikuwa chini ya Yesu Kristo milele na milele. Tawala zote zilishapita. Kilichobaki ni ujio wa Yesu Kristo kutawala milele. Lakini mpaka sasa tupo kwenye udongo ambao ni mpinga Kristo. Utawala wa mpinga Kristo ambao ndio leo umeanzisha vita ya kwanza ya dunia, wakaleta the League of Nations. Vita ya pili ya dunia wakaleta Umoja wa Mataifa, United Nation, na hii vita ya 3 kwa Mkristo aliyeokoka hata uiona, maana itaitwa Armageddon au New World, italeta kitu kinaitwa New World Order. Kanisa litakuwa limenyakuliwa mpendwa. Lakini tunaona pia kizazi ambacho hakitapita mpaka hayo yote yatimie ni kizazi gani? Kama kuna kizazi kinatimiza unabii wote wa Biblia, basi ni taifa la Israeli lililoanzishwa mwaka 1948. Hebu ona Misali 30:13. Kuna kizazi cha watu ambacho macho yao yameinuka kama nini, na kope zao zimeinuka sana. Mfalme Daudi aliwaona watu wa nyakati za mwisho, wanawake na mabinti wakiwa wamebandika makope bandia kwenye macho. Ufunuo wa Yohana 11:9. Tunaona watu wa dunia nzima watatazama kifo cha manabii wa Mungu kupitia television katikati ya ziki kuu itakayopata ulimwengu. Hapa Yesu atakuwa ameshakuja kuchukua watu wake. Kwa wale watakaobaki wataweza kuangalia hao manabii kupitia television. Tunaona unabii wa television umetimia leo hii, watu wanazo kwenye majumba yao kila mahali. Muda huo kutoka duniani kote, na kitabu cha Naumu 2:3-4, nabii Naumu aliona taifa la Israeli za nyakati za mwisho likiwa vizuri sana kijeshi. Fahari ya Israeli ikiwa imerudi, likiwa na silaha nzito sana, sio silaha tena bali magari ya kijeshi yaliyobeba makombora yakiwa yanametameta na kurusha roketi zinazowaka, zinazowasha moto, zinatoa moto. Mwaka 2048 ndio mwisho wa dunia? Ili jibu wanazuoni wengi wamekuwa wakiuliza, kwa sababu kuanzia mwaka 1948 mpaka mwaka 2048, 1948 mpaka 2048. Jibu ni hapana, kwa sababu Biblia inasema hakuna ajuaye siku wala saa. Lakini Biblia inasema muonapo hayo mjue yupo karibu mlangoni. Jambo la msingi ni kuokoka na kuishi maisha ya watakatifu. Maana huenda leo hii ikawa ndio mwisho wa dunia, na dunia na watu wote wajue mpaka sasa duniani tunaishi kwa neema tu, lakini nyakati zilishakwisha. Amen. Thank you Jesus. Rimonde sirie kadobai. Mwaka 1948 mpaka sasa, kuelekea mwisho wa dunia, tumeshuhudia vita, matetemeko, magonjwa kama ukimwi, saratani, magonjwa ya ini, ushoga, corona, kompyuta, simu, television, maarifa kuongezeka, watu kwenda mbio huku na huku. Tunaona una vijana wanatoka hapa kwenda Marekani, wanakwenda China, wanakwenda Canada, Brazil, wanachukua bidhaa China wanakuja. Hii inaonyesha na kutimiza unabii kwamba sasa dunia imekuwa ni sehemu ndogo ya kijiji. Mawigi ya kina mama, kuongezeka kwa uvaaji wa suruali. Tunaona watu kama wakina mama wengi wanaweka nywele za blue, nywele nyekundu, nywele za kijani. Lakini pia kuna kuporomoka kwa maadili ambako kumefika hatua ya mwisho kabisa. Watu kwenda kanisani wakiwa na picha za ngono kwenye simu. Mtu anaenda kanisani ibadani ana muziki ya kidunia, ana picha za ex. Lakini pia Wakristo kufanya biashara siku ya Jumapili, tumeona imezoeleka kabisa, na ni kama hakuna dhambi. Maduka, watu kwenda kazini siku ya Jumapili imekuwa ni kama desturi ya kawaida. Nyimbo za kidunia kwenye simu,
Mfano, mtu anaenda kanisani lakini ndani ya akiba yake asijue shetani alivyomjanja. Ameweka nyimbo za kina Diamond, za kina Davido, za kina Alikiba, za kina Harmonize, nyimbo za watu wa duniani ambao hawajawahi kuokoka wala wamjui Mungu. Lakini pia ndoa nyingi kuvunjika, chanzo kikiwa ni Wakristo kuishi maisha ya dhambi na uasherati. Lakini pia tunaona wanaume na wanawake kuweka bridge kichwani, wanabadili nywele nyeusi kuwa nyeupe. Hii imesemwa ndani ya Mathayo 5:36 kwamba hakuna mwanadamu, hiyo ni kazi ya Mungu, anaweza kubadilisha unywele mmoja mweusi kuwa mweupe au mweupe kuwa mweusi. Lakini bado wanaruhusiwa kuingia kanisani. Haya yote na mengine yanatuonyesha kuwa dunia ipo kwenye mteremko mkali sana kuelekea kwenye uharibifu ambao utatokea punde tu mara baada ya unyakuo wa kanisa kutokea. Lakini pia mavazi ya kikahaba. Ukisoma Misali 7 mstari wa 10, inasema wanawake na wanaume si kila nguo tunapaswa kuinunua, hata kama sio suruali kwa wanawake. Lakini pia wanaume waliookoka, mavazi ya majins si mavazi ya utakatifu. Sisi ni kioo. Lakini jambo la kushangaza, leo hii mabinti wengi kanisani wana suruali nyingi kuliko vitenge na kanga. Tusahau kuwa Biblia inasema hakuna mtu atakayemuona Mungu bila kuwa na huo utakatifu. Amen. Hapa nataka niongezee jambo moja ambalo nitaendeleza pia. Maono niliyoyaona miaka 20 iliyopita. Mimi Fred Mathias Njige, Mungu alinionyesha nikiwa mwanafunzi wa sekondari, nasoma nchi jirani ya Malawi mwaka 2001, Twanda Chitipa, Malawi. Siku moja mchana kulitokea na kupatwa kwa jua. Nakumbuka tukiwa darasani. Siku ile ghafla kulitokea na hali ya giza hivi mchana, kitu ambacho kilisababisha shule nzima wanafunzi kukimbia madarasani na kutoka nje pamoja na walimu wote walitoka ofisini. Jambo nalokumbuka ni namna nilivyopatwa na mshtuko pamoja na wanafunzi wote. Nakumbuka nilienda nikajificha mahali nikitetemeka na kuomba rehema, maana nilijua alikuwa ni Yesu amerudi na unyakuo tayari umetokea. Wanafunzi wote baadaye tuliambiwa ilikuwa ni kupatwa kwa jua, hivyo tusiogope. Kidogo moyo wangu ulitulia. Lile lilikuwa ni tukio langu la kwanza kuwahi kuliona, maana huku kwetu Tanzania kupatwa kwa jua huwa katika hali ya kawaida kabisa. Miezi kadhaa baadaye Mungu alinionyesha unyakuo halisi wa kanisa utakavyokuwa. Nikiwa Malawi, mara ghafla nilijikuta niko Tanzania, na ni mida kama ya saa 9 hivi, nikiwa na vijana wenzangu. Kufumba na kufumbua, mara mawingu yote meupe yalikuwa yameondoka. Kilichotokea hapo Mungu tu anajua. Nashindwa nikuelezeje, ila naomba kama unayo nafasi leo, badilika. Kama Mungu amekupa muda, usiishe bure. Huu muda utaukumbuka. Mungu amekupa wakati kwa wakati maalum, ili huu wakati huu ambao huwa hauendi, ukiondoka umeondoka, haujirudiagi, ni wakati wako sasa, unaweza kubadilika. Shuhuda huu utaendelea tena. Naomba katika jina la Yesu, amen.